Employment through skills program ambao ni mradi ambao unawajengea vijana ujuzi na maarifa ambayo yatasaidia waweze kujiajiri. Lakini mradi huu ni mradi unaotekelezwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ukiwa umefadhiliwa na serikali ya Canada, ambapo hapa kwenye vyuo vyetu vya maendeleo ya wananchi vyuo 12 ambavyo vina partners wenzao kule Canada, ambapo kila vyuo viwili hapa vina partners vyuo vya Canada vitatu, ambavyo vile vyuo pamoja na serikali ya Canada wanasaidia kuvijengea uwezo vyuo vyetu hivi ambavyo ni 12 vya maendeleo ya wananchi kwa walimu wanaofundisha kwenye hivyo vyuo. Lakini pia kuna msaada wa kusomesha watoto hasa wa kike kama 720 ambao watapatikana kutoka kwenye mazingira magumu, ili waweze ambao wanakwenda kwenye hivyo vyuo vya maendeleo ya wananchi kupewa ujuzi na maarifa mbalimbali na stadi mbalimbali za maisha, ili baadaye waweze kujiajiri wao wenyewe na kuajiriwa na serikali. Lakini mradi huu unasaidia pia kutengeneza curriculum mbalimbali ambazo ni curriculum za muda mfupi na courses za muda mfupi, ili wanaokwenda kuhitimu kwenye hizo courses waweze kupata namna bora ya kuzitumia hizo courses. Lakini mradi huu unavyotekelezwa kwenye hivi vyuo 12 vya maendeleo ya wananchi, tunashirikiana na wizara mbalimbali. Ipo wizara ya maendeleo ya jamii ambao nao wanashiriki, lakini pia kuna wizara ya ofisi ya Rais TAMISEMI, tunayo wizara ya ofisi ya waziri mkuu ambayo inashika masuala ya ajira na vijana na wasiojiweza, ambapo wote kwa pamoja tunajadiliana namna bora ya kuweza kutengeneza kozi ambazo ni muhimu, lakini na masuala ambayo ni muhimu ya kuwajengea uwezo hao wanaohitimu, lakini pia tuweze kujua baada ya kuhitimu wanakwenda wapi na namna bora ya kuweza kuwaelekeza kwenye vyanzo vya fedha. Kwa mfano mnavyojua katika TAMISEMI huwa kuna zile fedha za vijana, wakina mama na watu wasiojiweza. Sasa wengi wao wanashindwaga kuzipata hizo fedha kwa kukosa kitu cha kufanya. Lakini hawa wanajengewa uwezo. Baada ya kuwa wamejengewa uwezo, tutawaunganisha na hizo halmashauri huko waliko, ili waweze kupata mikopo na waweze kuanzisha shughuli zao mbalimbali, waweze kujiajiri. Kwa hiyo ni mradi ambao ni mzuri, ni mradi wa miaka 7 na hapa tuko kwenye mwaka wa 5, ambapo leo pamoja na mambo mengine kamati ilikuwa inapitisha mipango ya utekelezaji wa mwaka unaofuata wa 6 kwa ajili ya utekelezaji wa mipango mbalimbali ambao wamekubaliana ambao watafanya. Lakini tunashirikiana pia na asasi mbalimbali za kiraia ambazo zinahusika katika kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanafanyika vizuri zaidi. Na lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba baada ya ufadhili huu, basi serikali ushiriki wake uweze kusababisha miradi hii iweze kuwa miradi endelevu. Kwa hiyo tunaishukuru serikali ya Canada, lakini pia na serikali yetu kwa kushiriki vizuri. Na kikao hiki leo kilikuwa kinapitisha hayo maazimio ya nini kifanyike na bajeti ambayo ni karibu US dola milioni 6 ambazo ni almost zaidi ya 12 billions ambazo tutakwenda kufanya shughuli mbalimbali hapa nchini. Kwa hiyo kesho tutakuwa na kikao kingine ambacho ni kikao endelevu ambacho kinashirikisha wadau wote ambao wanashiriki kwenye utekelezaji wa mradi huu. Wapo waliotoka Canada, lakini na wakurugenzi mbalimbali wa halmashauri mbalimbali ambazo zinatekeleza mradi huu. Kwa hiyo ni mradi ambao ni mzuri ukizingatia sasa hivi tumefanya mabadiliko na maboresho ya sera yetu ya elimu na pia na mitaala, ili kuhakikisha kwamba vijana wanaohitimu katika mfumo huu wa elimu Tanzania waweze kujiajiri au kuajirika kiurahisi zaidi. Na ndipo hapa kwenye Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tunashirikiana na hii idara inayohusiana na masuala ya ufundi na ufundi stadi kuhakikisha kwamba wanasimamia jambo hili ili liweze kutekelezeka. Kwa hiyo tunaona hii ni sehemu mojawapo ya kuunga mkono juhudi za serikali yetu ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha vijana wanaohitimu katika mfumo wa elimu wanaweza kujiajiri na kuajirika. Swala la mdondoko la kuwarudisha watoto shuleni, hasa watoto wa kike ambao wanakuwa wamepata mimba ikiwa bado ni watoto ambao wasizozitegemea. Huko nyuma mnajua ilikuwa ni tatizo, wanaondoka kabisa kwenye mfumo wa maisha. Lakini hapa tunaona hii nayo ni fursa nyingine kwa kutumia vyuo vyetu vya maendeleo ya wananchi kuwarudisha hawa kwenye hivyo vyuo, ambapo wanakuja kufundishwa stadi mbalimbali, lakini pia wengine wanapata fursa hata ya kuendelea na masomo yao ya baadaye. Kwa hiyo kwa sababu hii inatekelezwa, huu mradi unatekelezwa kwenye vyuo 12, lakini serikali pia ina mpango wa kuendelea kutekeleza jambo hili kwenye vyuo vingine vyote, ni pamoja na vyuo vyetu vya VETA. Kwa hiyo sisi tunaona hawa wamekuja kutuongezea nguvu tu, ni jukumu la serikali, na tumejipanga hata bajeti ya Wizara ya Elimu iliyopita mwaka huu kuna mambo mengi pamoja na haya ya kutekeleza.
na watu ambao walikuwa wamedondoka kutokana na sababu mbalimbali sasa hivi ni wako kwenye vyuo mbalimbali hivi vya maendeleo ya wananchi na vyuo vyetu vya VETA wakiendeleza masomo yao, ambapo tunaona hii inaendeleza ile hali kwamba hakuna mtu atakayeachwa nyuma katika kupata elimu, kwa sababu elimu ni haki ya mtoto, hasa watoto wa kike. Kwa hiyo tunaona sisi kwetu ni fursa, na kwamba kama wizara kwa kushirikiana na hizi wizara nyingine, ofisi ya waziri mkuu inashirikiana na masuala haya ya vijana, ajira, lakini pia ofisi ya maendeleo ya jamii na ofisi ya TAMISEMI pamoja na sisi tutaendelea kutoa miongozo mbalimbali kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye anakosa fursa ya kusoma. Tunapowaelimisha watu katika stadi mbalimbali za maisha na katika maeneo mbalimbali, baada ya hapo wengine wanakwenda kuajiriwa, wengine wanajiajiri wenyewe. Kwa hiyo ili uweze kujua kwamba aliyepitia kwenye mfumo huu wa elimu amepata nini na yuko wapi na anafanya nini, nadhani umeona hapa tumepitisha hiyo tracer study ambayo tools ambayo imeandaliwa, itakwenda na kama unavyojua maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba mifumo hii iweze kusomana. Kwa hiyo nadhani hili nalo linaenda kufanya kazi ili kusudi mifumo iweze kusemana, kusudi tuweze kujua vizuri nani ni nani na yuko wapi na anafanya nini na alitokea wapi. Na hii inatusaidia baadaye kuweza kutengeneza stories za mafanikio ambayo inakuja kusaidia kwamba hata baadaye kuendeleza kwamba kitu kilichofanyika ni kitu kizuri, ambapo serikali yenyewe inaweza kujipanga vizuri nini cha kufanya, lakini pia hata wafadhili wenzetu wanaotusaidia kuweza kuwa na moyo wa kuona kwamba fedha zao hazikupotea. Kwa hiyo mimi nadhani jambo jema, lakini pia inatumika kama kigezo cha kuwafanya watu wengine waone kumbe nikipata mimba kwa mfano ya utotoni sio kwamba maisha yangu yameharibika. Au mtu mwingine ambaye amepata mdondoko kwenye mfumo wa elimu kutokana na sababu moja au nyingine, anaweza kuona kwamba kumbe kuna fursa za kuweza kurudi tena kwenye mfumo wa elimu na kuweza kupata elimu na ujuzi ambao utanisaidia katika kuendeleza maisha yangu. Na wote kwa ujumla wake tunataka Watanzania wengi waelimike zaidi ili waweze kuchangia katika kuleta maendeleo ya kijamii pamoja na kiuchumi. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.